هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع والضلال. Tunaendelea na darasa yetu na leo tunaondokea katika sharti la 5 aliposema musanifu Allah subhanahu wa ta'ala amrehim al-imam al-allamatu hafidh ibn Ahmad al-Hakami rahimahullah anasema al-khamisu ikhlasu ad-din lillahi azza wa jalla المنافي للشرك الذي لا يقبل معه. قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فجعل تعالى شرط كونهم مع المؤمنين أن يخلصوا دينهم لله، فمن قالها ظاهرا ولم يكن مخلصا فليس هو مع المؤمنين بل هو مع المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود وجابر وغيرهما. ولما قال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. وهذا مما لا يحتمل التأويل ولا يحتاج إلى تفصيل. نعم. شرط la 5 أيها الإخوة والأخوات ni sharti la ikhlas. Katika masharti ya la ilaha illa Allah ni sharti la ikhlas. Lazima huyo mwenye kuisema hiyo la ilaha illa Allah aiseme ikhlas lillah, akiwa na ikhlas, akiwa na nia ya dhati kabisa kuitakasa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika moyo wake. Ikhlasu dini lillah, kuitakasa dini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asiseme kwa maslahi ya kidunia, ima kwa ajili ya kutaka mali au kwa ajili ya kutaka sifa. Aseme lillahi tabaraka wa ta'ala, ikhlasi ambayo almunafi lishirki, inayokinzana na ushirikina. Ikhlas inakinzana na shirki. Shirki ni kufanya ibada kwa asiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Shirki ni kufanya ibada na kuielekeza kwa asiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo huyu mwenye kusema la ilaha illa Allah lazima awe na ikhlas. Kusema kwake huku pamoja na kuwa na yaqini ambayo tumeisoma jana, awe na ikhlasi pia lillahi subhanahu wa ta'ala. Lishirki alladhi la yuqbal ma'ahu, ikhlasi ambayo inapingana na shirki ambayo la yuqbal ma'ahu, haikubaliwi pamoja nayo. Shirki haikubaliki, ikiingia katika sehemu ya ikhlas inaharibu kila kitu. Alladhi la yuqbal ma'ahu, shirki ambayo haikubaliki pamoja na hiyo ikhlas. Qala Allah ta'ala ala lillahi ad-din al-khalis, fahamuni
lillahi ad-dinul khalis, fahamuni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye dini iliyotakasika. Ad-dinul khalis ni dini iliyotakasika ambayo haikubali kuingiliana na shirki. Na lau kama mtu atachanganya shirki pamoja na dini hiyo, basi haitokubalika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Lillahi ad-dinul khalis, Allah na dini iliyotakasika ambayo la yahtamilu shirkan, ambayo haikubali shirki. Waqala ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din. Hizi ni aya ambazo zote zinazungumza katika hili sharti la ikhlas. Waqala ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din, muabudu Allah na umtakasie dini. Mukhlishan lahu ad-din, hali ya kuwa ni mwenye kumtakasia dini. Katika wakati ambao unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hizo ibada zako zisimame katika ikhlas. Fala takun mushrikan, usiwe mshirikina, na wala usifanye hizo ibada riyaan, kwa ajili ya kutaka kujionyesha kwa watu au kutaka sifa za watu. Fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din. Waqala ta'ala qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume alayhi salatu wassalam, qulillaha, sema Allah, a'budu, na muabudu, mukhlishan lahu dini, hali ya kuwa ni mwenye kumtakasia huyo Allah subhanahu wa ta'ala dini yangu. Hali ya kuwa ni mwenye kumtakasia, mwenye kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala dini yangu. Waqala ta'ala wama umiru illa liya'budu Allah, na amesema Allah mtukufu, wama umiru illa liya'budu Allah, na hawakuamrishwa wale ambao wamepewa kitabu illa liya'budu Allah, isipokuwa wamwabudu Allah. Illa liya'budu Allah, isipokuwa wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhlisina lahu ad-din, hali ya kuwa ni wenye kumtakasia dini yake. Mukhlisina lahu ad-din, hali ya kuwa ni mwenye kumtakasia dini yake. Hunafa, waache ushirikina. Hunafa, waache ushirikina. Alhanifu huwa almailu ani shirki la tauhid. Alhanifu ni mtu ambaye ameacha shirki akawa ni mwenye kuelekea tauhid. Hawa hawakuamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa wamtakasie dini yake, lakini pia waache ushirikina. Hunafa, kwa maana wawe watu wa tauhidi, waache ushirikina. Wayuqimu as-salata wa yutu az-zakah, na wasimamishe swala na watoe zakah. Wadhālika dinul qayyima, na hiyo ndiyo dini ya sawa sawa. Wadhālika dinul qayyima, na hiyo ndiyo dini ya sawa sawa, iliyosimama katika mstari ambao anaoridhia Allah subhanahu wa ta'ala, dini ya kumwabudu Allah na kujiepusha na shirki. Waqala ta'ala innal munafiqina fi ad-darki al-asfal minan nar, hakika ya wanafiki watakuwa katika tabaka la chini kabisa katika moto. Wala iyadhu billah. Almunafiquna, wale ambao wanaficha ukafiri na kudhihirisha Uislamu, Allah anasema fi ad-darki al-asfali minan nar, watakuwa katika tabaka ya chini kabisa katika moto. Moto wa Jahannam Allah amejalia una matabaka ambayo yamepangana kuelekea chini, na kadri unavyozidi kwenda chini ndivyo unavyozidi kukutana na moto mkubwa zaidi. Kila tabaka katika hizo tabaka kuelekea chini zinazidiana katika ubaya na muwako wa moto wake. Sasa hawa wanafiki hawa ambao ni sharrul kufar, ndio makafiri waliokuwa na shari zaidi kwa Waislamu, hawa watakuwa katika tabaka la chini kabisa katika moto. Waliyadhu billah. Allah anasema walan tajida lahum nasira, na hawatopata mtu wa kuwanusuru. Walan tajida lahum nasira,
hawatopata mtu wa kuwanusuru katika huo moto. Illa alladhina tabu, isipokuwa wale ambao wametubia wakaachana na unafiki, wakawa sio wenye kuficha kufuru tena katika nyoyo zao, wakawa ni wenye kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala dini yake, wakawa waislamu wa kweli kweli. Illa alladhina tabu wa aslahu, isipokuwa wale ambao wametubia na wakatengeneza pale walipoharibu, wa atasamu billah, na wakashikamana na Allah subhanahu wa ta'ala, wakafungamana na Allah subhanahu wa ta'ala, wa akhlasu dinahum lillah, na wakaitakasa dini yao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhlasu dinahum lillah, na wakaitakasa dini yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakawa tena hawafanyi matendo mema kwa ajili ya kujionyesha kwa watu, wakawa tena hawafanyi matendo mema kwa ajili ya kutaka maslahi ya kidunia, bali akhlasu dinahum lillah, wakawa wameitakasa dini yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema faulaika ma'al mu'minin, basi hao watakapokuwa katika hali hiyo watakuwa pamoja na waumini ambao wasawfa yu'ti Allahu almu'minina ajran 'azima, na atakuja kuwapa Allah subhanahu wa ta'ala waumini ujira uliokuwa mkubwa. Wasawfa yu'ti Allahu almu'minina ajran 'azima, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kuwapa waumini ujira uliokuwa mkubwa. Wanafiki wanaokusudiwa hapa kama tulivyosema ni wale ambao wanaficha kufuru na wanadhihirisha Uislamu, na huo ndio unaitwa an-nifaqu al-i'tiqadi, unafiki wa kiitikadi, kwa sababu unafiki umegawanyika katika sehemu mbili. Kuna an-nifaqu al-amali, kuna unafiki wa kimatendo, nao ndio ule ambao umetajwa katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasemaje Mtume alayhi salatu wassalam? Ayatul munafiqi thalatha, aya za mnafiki ni tatu. Huu ni unafiki ule wa kimatendo, na huwa anaweza akaingia hata Muislamu ambaye ni Muislamu kabisa, anaweza kaingia katika unafiki huu, unafiki wa kimatendo ambao idha hadatha kadhaba, akizungumza anasema uongo, wa idha wa'ada akhlafa. Katika moja ya alama za wanafiki za kimatendo, akiahidi anadanganya katika ahadi yake, anavunja ahadi. Na katika hadithi nyingine, wa idha tu'mina khana, na anapoaminiwa anafanya khiana. Hizi alama alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam zinaingia katika unafiki wa kimatendo. Ama aina ya pili, an-nifaqu al-i'tiqadi, unafiki wa kiitikadi, ndio ule ambao walikuwa nao wale wanafiki wa zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mpaka leo hii wapo. Kuna watu ambao wanaficha kufuru katika nyoyo zao na wanadhihirisha Uislamu, imma kwa maslahi ya wao wenyewe au kwa maslahi ya wale waliokuwa nyuma yao. Yani wanafanya vile kwa ajili ya maslahi ya wengine, imma kwa sababu ya kutumwa na mfano wake. Sasa hawa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anawazungumzia katika aya hii, watakuwa katika tabaka la chini kabisa katika moto wa Jahannam. Yani wao ndio watu watakokuwa na adhabu kubwa kuliko mtu yoyote katika moto, waliyadhu billah. Kwa nini? Kwa sababu wao asili ni makafiri, asili yao ni makafiri, lakini wanadhihirisha Uislamu. Kwa maana yake hawa shari yao ni mbaya zaidi kwa Waislamu kuliko makafiri ambao kufuru yao iko wazi. Tunaishi nao, tunawaamini, tunawapa siri zetu, siri za Waislamu. Wanatumia yale madhaifu ambayo tunawaonyesha, tunaishi nayo katika kuumaliza Uislamu. Hawa ni shari kuliko makafiri ambao wanajulikana kufuru yao. Hii ikawa ndio adhabu yao. Allah subhanahu wa ta'ala tuepushe. Nasema Sheikh Fajala ta'ala sharata kaunihim ma'al mu'minin, Allah mtukufu akajalia sharti la kuwa hawa wanafiki pamoja na waumini, ili wawe pamoja na waumini, ayukhlisu dinahum lillah,
lazima waitakase dini yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wawe muslimuna haqqan, wawe ni waislamu wa kweli. Faman qalaha, yule atakayesema neno hilo, atakayesema la ilaha illa Allah wa lam yakun mukhlisan, halafu akawa hana ikhlas, akawa amesema nifaqan, kwa unafiki na mfano wake, falaisa huwa ma'al mu'minin, basi yeye huyu hatakuwa pamoja na waumini, bal huwa ma'al munafiqin, bali atakuwa pamoja na wanafiki. Allah subhanahu wa ta'ala tuepushe wanafiki ambao alladhina hum fi darkil asfali minan nar, ambao watakuwa katika tabaka la chini kabisa katika moto. Pepo imeumbwa kwa darajat, kwa daraja, kwa maana pepo yenyewe daraja zake ni za kwenda juu, ndio zinaitwa darajat. Ama moto wenyewe umeumbwa kwa adark, kwa tabaka zinazoelekea chini. Atakaye kuwa juu katika watu wa motoni, huyu ndiye ana adhabu ndogo kuliko wote. Atakaye kuwa chini katika watu wa motoni ndiye atakuwa na adhabu mbaya kuliko watu wote, ambaye huyu ndio munafiq. Waqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallama, man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna, mwenye kufa hali ya kuwa hamshirikishi Allah na chochote, basi huyu ataingia peponi. Man mata la yushriku billahi shay'an, atakayekufa ili hali hamshirikishi Allah na chochote, basi huyu ataingia peponi. Wa man mata yushriku billahi shay'an, na atakayekufa ili hali anamshirikisha Allah na chochote, dakhala an-nar, huyu ataingia motoni. Hadithi hii inathibitisha kwamba Muislamu mahma kana, vyovyote atakavyokuwa, lazima ataingia peponi, madamu sio mshirikina. Na kuingia kwake peponi, anaweza kaingia mwanzoni au anaweza katanguliwa na adhabu kisha baadaye akaingia peponi. Lakin almuwahhidu la budda an yadkhula aljanna, mtu wa tauhidi lazima ataingia peponi biidhnillah azza wa jalla. Na vile vile atakayekufa na shirki, hata kama atakuwa ni mwema kiasi gani, akafa hali ya kuwa na shirki, basi ule wema wake hautamsaidia chochote. Hata kama alijenga misikiti, akawa anasaidia mayatima, akachimba visima, akawa pengine anadhamini markazi kubwa katika markazi za Waislamu za kisalafi haswatan, akawa anawasaidia wanafunzi wanaosoma dini, anatoa pesa zake, lakini ni mshirikina, huyu hatoiona pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Man mata yushriku billahi shay'an, atakayekufa hali ya kuwa anamshirikisha Allah na chochote, na kitu chochote kile, dakhala an-nar, huyu lazima ataingia motoni. Na imekuja katika hadithi wa mwisho kabisa, mtu ambaye atakuwa na daraja ndogo sana katika watu wa motoni, ataambiwa, wewe nilikupa kazi ndogo katika maisha yako, nikakwambia usinishirikishe na chochote. Imekuja katika hadithi, mtu huyu ataambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kitu kidogo tu ambacho nilikutaka, usinishirikishe na chochote, lakini ukafanya uliyofanya, ukawa umeingia kwenye shirki. Kwa huyu ataadhibiwa kwa sababu ya dhambi yake ya shirki, na huyu ndiye atakuwa ni mtu ambaye ana adhabu ndogo kuliko watu wote wa motoni, lakini hatoingia peponi maadamu yeye amekufa katika shirki. Rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Ibn Mas'ud wa Jabir wa ghayrihima, ameipokea al-Imam al-Bukhari na Muslim kupitia hadithi Ibn Mas'ud na Jabir na wengineo wasiokuwa hao wawili, wa ghayrihima na wengineo. Walamma qala lahu Abu Huraira, na pindi aliposema Abu Huraira kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallama, alipomuuliza akamwambia, man as'adun nas, ni nani ambaye atafaidika bishafaatika, kwa uombezi wako, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallama katika moja ya mambo ambayo amepewa tunu na Allah subhanahu wa ta'ala, atawaombea watu siku ya kiyama kwa shafaa ambazo hazipungui 6 takriban.
kubwa katika hizo ni ash-shafa'atul udhma, shafa'a, uombezi uliokuwa mkubwa ambao Mtume sallama ataomba uombezi huo kwa ajili ya watu kuhukumiwa na kila mmoja fahamu makazi yake peponi au motoni, inaitwa shafa'atul udhma. Na katika uombezi wake alayhi salatu wassalam atawaombea watu katika umma wake Allah subhanahu wa ta'ala wasamehe, badala ya kuingiza motoni au waingize peponi. Na vile vile atawaombea watu wa peponi ambao tayari wameshahukumiwa kuingia peponi, atawaombea wapate idhini ya kuingia peponi. Sasa Abu Huraira anamuuliza Mtume, nani atafaidika na uombezi wako ewe Mtume? Man as'adu an-nasi bi shafa'atika ya Rasulullah? Qala man qala la ilaha illa Allah, ni yule atakayesema la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi, hali ya kuwa ni mwenye ikhlas katika moyo wake. Atakayesema la ilaha illa Allah hali ya kuwa ni mwenye ikhlas katika moyo wake, amesema kwa ikhlas, la nifaqan wala riyaan, sio kiunafiki na wala sio kutaka kujionyesha. Sheikh anasema wa hadha mimma la yahtamilu ta'wil, na hii hadithi hii ni katika zile dalili ambazo hazihitaji atawil, hazihitaji tafsiri ya ziada, iko wazi katika maelezo yake. Wala yahitaji ila tafsil, wala haihitaji maelezo, iko wazi kwamba mwenye kufaidika na uombezi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama ni yule ambaye atasema la ilaha illa Allah hali ya kuwa ni khalisan min qalbihi, hali ya kuwa ni mwenye ikhlasi katika moyo wake. Na haifai kumuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam ash-shafa'a, sio kwa sababu tumesema Mtume atawaombea watu siku ya kiyama ikawa kila unaposimama katika dua zako unamuomba Mtume alayhi salatu wassalam kwamba wewe Mtume nakuomba uniombee au niweke katika listi ya wale watakaoombea siku ya kiyama. Hii itakuwa ni katika shirki. Anayetaka uombezi wa Mtume alayhi salatu wassalam aseme la ilaha illa Allah aliyakuwa ni mwenye ikhlas katika moyo wake, Allah atamjalia katika wale ambao wataombewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na vile vile yafaa kumwomba Allah kujalie katika wale ambao wataombewa na Mtume alayhi salatu wassalam.